dunia hii inafikiri kufa kwa Yesu ni huzuni. Hivyo dunia inavyofikiri. Lakini mbingu, ulimwengu wa roho wa Mungu, kufa kwa Yesu ni ushindi, sio huzuni. Fikiria hii dunia yote iko inapotea, alafu kwa ajili ya mauti ya huyu mtu mmoja wale wote wanaomwamini wanapata ushindi. Hiyo ni huzuni hiyo? Haleluya. Hata leo wako watu wanaadhimisha na kuhuzunika, wamemua. Kufa kwa Yesu, hata shetani alifikiri kwamba ni kushindwa, lakini kumbe kufa kwake ni kushinda. Wengi hata wakati huo walifikiri ya kwamba kufa kwa Yesu, kupigwa, kuteswa, ya kwamba Mungu wake amemwadhibu, lakini kumbe Mungu wake anatuletea ushindi na kumuinua, kumpatia jina lililo juu ya majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku kama hii ya leo ndio tunaadhimisha, wale wanaojua habari ya lango hilo la rehema kubwa kabisa, ulimwengu wa roho. Usisahau, unajua Mkristo mwenye akili njema, leo ni sikukuu ya kufa kwa dhambi kwenye maisha yetu. Yeyote atakayeweza kung'ang'ana katika siku kama ya leo ili kufisha dhambi kwenye maisha yake, kuna neema ya pekee na ya ajabu. Unajua, siku ya leo ukimwambia Mungu, ninaomba kama Kristo alivyokufa na dhambi fulani, tabia fulani, 1 2 3, dhambi fulani moja, mazoea fulani yafe. Unajua adui hawezi kupeleka shtaka lolote kwa sababu ya mlango wa siku hii ya Yesu kufia dhambi zetu. Jina la Bwana libarikiwe.